Hii leo nataka nikuzungumzie wewe mwanamume ambaye unanisikiliza, lakini pia ambaye unanitizama. Jamani, nataka nitoe ilani kwa mwanamume. Usiwahi kumuonea huruma mwanamke wako wakati wa kuvumbulana. Sijui kama unanielewa. Kitu huruma wakati wa kuvumbulana, hivyo ni vitu ambavyo vinapasa kuwa tofauti. Wewe ni mwanamume na mpaka unaitwa shabab, mpaka unaitwa rijali. Wanaume wako unafaa uonyeshe wakati wa kuvumbulana, mnapokuwa faragha wewe na mpenzi wako. Mwanamke wako ni lazima umvumbule. Kwenye kumshika umshike vizuri, kwenye kumkunja umkunje vizuri, sio kimoja chali. Sio kesho na kesho kutwa huyo mwanamke anakuambia mimi nasikia mgongo waniuma, sitaki kuvumbulwa, na wewe unakubali. Chonde chonde. Mwanamke anafaa kuvumbulwa kisawa sawa. Sasa wewe tia huruma ya kwamba mwanamke wangu mimi namuonea huruma, sitaki kumvumbula. Atakuja pata ngulusumu huyo, amvumbule vile ambavyo mwanamume anapaswa kumvumbula mwanamke. Maneno yako yatakuwa yameisha. Sikwambii usimuone huruma mwanamke wako. Muone huruma kwenye kupika, kwamba atachoka leo mtoe dina. Sawa Muone huruma kwenye kufua, kwenye kufanya usafi nyumbani, muwekee japo mfanye kazi ama msaidiane kazi za nyumbani. Hiyo huruma iko sawa. Lakini swala la kuvumbulana, hufai kumuonea huruma. Pale ndio unathibitisha uume wako uko sampuli gani. Sijui kama tunaelewana. Swala la heshima, sijui huruma wakati wa kuvumbulana, wewe ulisikia wapi? Ati naye kaheshima wakati wa kumvumbula mke wangu, kwa hivyo kama ni pasta nitapanda na Biblia, kama ni ustadi nitapanda na Qur'an. Umesikia wapi? Wakati kama we ni kiongozi wa dini, wa aidha dini zote mbili, unapofika nyumbani, wewe ni mume, unafaa umchezee mke wako vilivyo. Vitabu vitakatifu hadithi za mitume zimesema hivyo. Wewe ni nani wa kusema kwamba unaheshima sana kwenye swala la kuvumbulana, wakati Mwenyezi Mungu anasema wakati wa kuvumbulana, ikiwa ni halali yako, munapata thawabu, munapata good deeds wakati wa kufanya hilo tendo. Leo hii wewe unamuonea haya, unamuonea huruma, unamfanyia hivi mwanamume. Kitu gani hususan haswa unachotaka? Kesho na kesho kutwa mwanamke wako atapata kibenteni, kitoto kidogo kidogo tu ambacho anajua kazi yake kama mwanamume ni gani kwenye kitanda. Alafu itakuja baadaye kwamba ni lawama. Na siku zote unajua tena lawama si mzigo.